Karibu sana mtazamaji wa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi, ambapo tumekuwa tukipeana taarifa mbalimbali ambazo zinajiri katika uga wa kimataifa. Na mtazamaji, hapa nina taarifa moja kwa moja kutokea katika bandari Ashdod nchini Israel, ambapo Israel imeweza kukamilisha ule mchakato wa kuweza kuwakamata wanaharakati wote zaidi ya 500 ambao ni wa msafara wa Global Smoothie Flotilla kwa ajili ya kupeleka misaada katika ukanda wa Gaza. Na taarifa hii pia inaungana na taarifa ambayo inamhusu waziri wa usalama wa taifa wa Israel ambaye ni Itamar Ben-Gvir, ambaye alitoa kauli ya kusikitisha kidogo kwa kusema kwamba wanaharakati wa msafara wa Flotilla ni magaidi, na amesema kwamba meli zao zilikuwa katika hali ya machafuko na washiriki wake ni tishio kwa usalama wa taifa. Hapa alipokuwa amekwenda katika bandari ya Ashdod kwenda kuwatazama hao wanaharakati ambao waliweza kukamatwa na majeshi ya Israel. Ngoja nikusomee mtazamaji taarifa jinsi ambavyo inasema. Jeshi la majini na polisi wa Israel wamekamilisha operesheni ya kuzuia msafara wa Global Smoothie Flotilla uliokuwa unaelekea ukanda wa Gaza kwa lengo la kupeleka misaada ya kibinadamu na kuvunja mzingiro wa Israel dhidi ya eneo hilo. Kwa muda wa zaidi ya saa 38, majeshi ya Israel yaliingilia na kuzikamata jumla ya meli 42 zilizoshiriki msafara huo. Kila chombo kilibeba misaada, wajitoleaji kutoka mataifa mbalimbali na ujumbe wa mshikamano na raia wa Palestina. Boti ya mwisho iliyofahamika kwa jina la Marinite ilikamatwa mnamo saa 4:29 asubuhi kwa saa za eneo hilo, ikiwa umbali wa maili 42.5 kutoka Gaza. Pamoja na kushuhudia kukamatwa kwa meli 41 kabla yake, Marinite iliendelea kusonga mbele, ikaashiria roho ya sumudi, yaani ustahimilivu na msimamo thabiti wa harakati hizo. Baadaye sasa ndipo ambapo boti hiyo nayo ikaweza kukamatwa na majeshi ya Israel na kupelekwa katika bandari Ashdod. Kwa mujibu wa polisi wa Israel, zaidi ya wanaharakati 250 walioshushwa bandarini Ashdod tayari wamechunguzwa na kupelekwa kwenye idara ya uhamiaji na magereza. Jumla ya washiriki wanaokadiriwa kufikia 500 wanatarajiwa kufukuzwa nchini mara baada ya taratibu za usalama na uhamiaji kukamilika. Zaidi ya polisi 600 wakisaidiwa na maafisa wa magereza na uhamiaji waliendesha operesheni hiyo kubwa kabisa. Sasa basi, katika kauli yake, waziri wa usalama wa taifa wa Israel Itamar Ben-Gvir aliwataja wanaharakati hao kama magaidi wa Flotilla, akidai kuwa meli zao zilikuwa katika hali ya machafuko na washiriki wake ni tishio kwa usalama wa taifa. Hii ni moja kati ya kauli ambayo imeweza kupeleka simanzi nzito kwa wanaharakati hao ambao walikuwa wakienda kuwasaidia raia wa Gaza, lakini mwisho wa siku wamesikia kauli kutoka kwa waziri wa usalama wa taifa wa Israel Itamar Ben-Gvir kwamba hao ni magaidi wa Flotilla. Lakini baada ya kauli hiyo, waandaji wa Global Smoothie Flotilla pamoja na wanaharakati wa haki za binadamu wamepinga vikali madai hayo, wakisisitiza kuwa msafara wao ulikuwa wa amani na lengo lake kuu ni kupeleka msaada wa kibinadamu na kuvunja mzingiro haramu dhidi ya Gaza. Mtazamaji, kwanza tuangalie kauli hii ya waziri wa usalama wa taifa wa Israel ambaye ni Itamar Ben-Gvir, ambaye amezungumzia kwamba wanaharakati wa Global Smoothie Flotilla kuwa ni magaidi wa Flotilla. Kauli hii moja kwa moja inalenga kuhalalisha hatua za Israel za kukamata msafara huo kwa misingi ya usalama wa taifa. Ni kama imechukuliwa kauli ya kuweza kujihami kwa taifa la Israel dhidi ya ukamataji wa wanaharakati hao ambao walijitolea kwa ajili ya kuweza kusimama pamoja na watu wa Gaza ili kuwapelekea misaada, kutokana na kuzuiliwa kwa misaada ambayo Israel imekuwa ikifunga njia zote za utoaji wa misaada katika ukanda wa Gaza, kukiwa na ongezeko kubwa la idadi ya watu ambao wanafariki kwa njaa kwa hivi sasa. Sasa kauli hii imepingwa sana kimataifa, lakini hata wanaharakati hao pia wameweza kuiona kama ni kauli ya kiuchochezi, ni kauli ambayo inawanyima haki wasaidiaji ambao wamejitolea kwa ajili ya kuweza kusimama na taifa la Palestina. Itamar Ben-Gvir kauli hii alipokuwa anaiongea, alikuwa amefika sehemu ambayo walikuwa wamekamatwa na kuwekwa katika bandari Ashdod baada ya kutolewa huko karibia na maeneo ambayo walikuwa wakikaribia Gaza City kwenye bahari, na mwisho wa siku kuweza kupelewa katika bandari Ashdod.
huku taratibu za kuweza kuwakamata zilihusisha majeshi ya Israel, jeshi la polisi, majeshi ya majini pamoja na magereza pia walihusika kwa ajili ya kuweza kuwashika hawa wanaharakati wa Sumudi Flotilla ambao walikuwa wakipeleka misaada katika ukanda wa Gaza. Huu ni moja kati ya msafara ambao ulikuwa kitazamwa duniani kote kwa kiasi kikubwa sana. Yaani mataifa kibao walikuwa wakisikilizia nini ambacho kinajiri na kufuatilia kile ambacho kinajiri katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati, lakini kuna wawakilishi wengi kutoka nchi mbalimbali, mfano kama Mexico, Colombia, Hispania, Italia. Yaani nchi nyingi zilihusika kwenye mpango huu wa kwenda kusaidia Gaza kwa sababu ya hatua ambazo zilikuwa zikichukuliwa na Israel zilionekana kwamba zilikuwa zinadhoofisha hali halisi ya ukanda wa Gaza, lakini vile vile hata maisha ya raia wa pale walikuwa wanaishi maisha ambayo hayana hatima ya baadaye. Hatima nzuri ya baadaye ilikuwa imepotea kabisa kutokana na mzingiro ambao Israel ulikuwa umeuweka katika ukanda huo wa Gaza. Eneo ambalo wanaita ni war zone. War zone kwenye ukanda huo wa bahari kuingia katika pwani ya Gaza ilikuwa ni eneo ambalo Israel haina mamlaka kisheria kuweza kulimiliki, lakini imekuwa ikilikalia eneo hilo kwa muda mrefu na kuendesha operesheni zake za kijeshi katika maeneo hayo kwa ajili tu ya kuweza kulinda kile ambacho anakiita usalama wa taifa la Israel. Na ndio maana hata jumuiya ya kimataifa imeweza kupinga vikali ukaliaji wa Israel katika maeneo hayo, huku Umoja wa Mataifa ukishutumiwa zaidi pamoja na Marekani kwa ajili ya kutochukua hatua madhubuti au hatua sahihi dhidi ya taifa la Israel. Na hapa takribani 90% ya wanaharakati wote sasa hivi wameweza kushikiliwa na taifa la Israel na kuwekwa chini ya ulinzi, huku hofu ya watu wengi ikiwa ni endapo labda Israel itaamua kuchukua majukumu mengine la kuweza kuwashikilia kwa muda mrefu kama vile kuwateka, au itaamua kuweza kuwaachilia kwa kuwapa vitisho. Na je, vipi kuhusu ile misaada ambayo ilikuwepo ndani ya meli pamoja na boti na mashua ambazo zilikuwa zikipeleka misaada katika ukanda wa Gaza? Kwa sababu video na picha ambazo zilikuwa zinaonekana wakishikiliwa hao wanaharakati zimeleta simanzi kubwa na huzuni kimataifa, watu wengi wakiona kwamba Israel imefanya ukatili ambao sio wa kiwango kidogo, ni ukatili wa kiwango kikubwa. Ndio maana watu wengi wameweza kulaani mpango wa Israel dhidi ya yote ambayo yametokea katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati. Sasa mtazamaji wa Zone Media, kuna vingi sana utakwenda kuvifahamu kuhusiana na hiki ambacho kimeweza kutokea, lakini nikusihi tu kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, nikuombe sasa wakati ni huu uweze kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali ambazo zinajiri katika uga wa kimataifa. Utakuwa nami muda wote Victor Moshi.